Bwana, kwa mujibu wa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba huenda Young Africans wakaachana na Khalid Aucho mwishoni mwa msimu huu, na sababu kubwa za Yanga kuachana na Khalid Aucho ni kutokana na maboresho ambayo wanataka kuyafanya kwenye kikosi chao, na moja ya maeneo ambayo wanataka kuyaboresha ni kwenye eneo la kiungo mkabaji. Wanahitaji kupata kiungo mkabaji ambaye ana uwezo mzuri, mwenye quality ile ambayo Yanga wanahitaji. Of course hata Khalid Aucho ana quality ambayo Yanga wanahitaji, lakini ukumbuke umri wa Khalid Aucho umekwenda na wanaona ni mchezaji ambaye hawezi kuwasaidia kwenye ile plani ya muda mrefu. Na sasa hivi moja ya vitu ambavyo Yanga wanavihitaji ni kutengeneza timu ambayo ni bora kwa ajili ya misimu miwili inayokuja mbele. Ukumbuke hii timu ambayo wanayo sasa hivi kwa asilimia kubwa inaundwa na wachezaji ambao waliwaingiza kwenye ile project ambayo walitengeneza na Nabi mwaka 2021. Wakati Nabi amekuja tengeneza timu nzuri sana, timu ambayo walienda kuireplace kwa wachezaji tofauti tofauti mpaka leo tunavyoiona Yanga imesimama na ikatoa utaji misimu mitatu mfululizo, na kwenye misimu mitatu mfululizo imepata mafanikio makubwa. By the way, imecheza finali ya kombe la shirikisho barani Afrika imetoa ubingwa wa FA kwa Tanzania mara 3 mfululizo, imebeba ubingwa wa ligi mara 3 mfululizo. Kwa hiyo walitengeneza timu nzuri, timu ambayo imedumu kwa muda mrefu kwenye ubora ule ule. Kwa hiyo hata sasa hivi wamegundua kwamba timu yao ina wachezaji wengi ambao umri umekwenda. Kwa hiyo njia pekee ambayo wanataka kuifanya ni kuingiza baadhi ya wachezaji kwenye kikosi kwenye yale maeneo ambayo wachezaji wake wanaonekana kama umri umeenda, na miongoni mwa maeneo ambayo wameyatarget ni pamoja na kwenye eneo la kiungo mkabaji. Hili ni eneo ambalo Khalid Aucho anaonekana ameanza kupwaya. Ukiangalia performance yake ya msimu uliopita na msimu huu ni vitu vile tofauti. Msimu hajacheza kwenye kiwango kizuri kwenye zile mechi ambazo ni ngumu, na Young Africans wanahitaji kupata mchezaji ambaye atakuwa kwenye kiwango bora kwenye mchezo wowote, bila kujali kwamba huu ni mchezo mgumu au ni mchezo mwepesi. Lakini Khalid Aucho sasa hivi kutokana na umri wake kwenda tayari ameanza kuchagua mechi. Zipo baadhi ya mechi ambazo anacheza kwenye kiwango kizuri, hasa kwenye zile mechi ambazo timu haichezi, yani hawakutani na mechi ambayo hawakutani na ugumu mkubwa, hawakutani na ushindani mkubwa, kwa maana ile intensity ya mchezo sio kubwa sana. Lakini kwenye zile mechi ambazo intensity ya mchezo ni kubwa na wanahitaji mchezaji ambaye ni bora zaidi, mwenye uwezo wa kufanya vitu vingi uwanjani, Khalid Aucho wameshindwa kufanya vizuri. So wanahitaji kupata mbadala ambaye atakuwa na uwezo wa kuofa vitu vyote viwili, kwamba awe anaofa performance bora kwenye mchezo ambao wanacheza dhidi ya timu kubwa ama timu bora, lakini pia awe anaofa performance bora kwenye mchezo ambao wanacheza pia dhidi ya timu za kawaida, kwa sababu ili uweze kuwa bingwa kwenye mashindano yoyote yale duniani ni lazima uwe na uwezo wa kucheza vizuri kwenye mchezo wowote ule, iwe ni kwenye ligi kuu au ni kwenye FA, yani mashindano yote ni lazima unacheza na wachezaji ambao wana uwezo wa kukupa performance bora kwenye mchezo wote, bila kujali kwamba unacheza na timu yenye quality aina gani. Sasa Yanga sasa hivi zipo baadhi ya mechi ambazo hawachezi vizuri kwa sababu ya aina ya quality ambayo wanayo kwenye timu yao na quality ya wapinzani. Ukiangalia Yanga kuna baadhi ya mechi wanapata shida, kwa hiyo wanahitaji kuondoa hiyo changamoto kwa msimu unaokuja kwa kuwa na kikosi bora ambacho kitakuwa na uwezo wa kucheza kwa ubora ule ule kwenye mchezo wowote. Na miongoni mwa maeneo ambayo wameyatarget ni eneo ambalo anacheza Khalid Aucho. Wachezaji gani wanatajwa kuchukua nafasi ya Khalid Aucho? Ni pamoja na Kevin Nation kutoka kikosi cha Singida Black Stars, ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatajwa kwenda kuchukua nafasi ya Khalid Aucho kwenye kikosi cha Young Africans. Na of course ni mchezaji ambaye pia amehusishwa na Yanga tangu mwishoni mwa msimu uliopita. Walikuwa wanahusika kujiunga na Young Africans ikashindikana. Dirisha dogo pia Kevin Nation alihusika kujiunga na Young Africans ikashindikana. Lakini awamu hii ni kwamba Yanga wamejipanga vizuri kuhakikisha kwamba wanapata saini yake, na of course inawezekana kuipata kwa sababu huyu ni mchezaji ambaye anacheza kwenye kikosi cha Singida Black Stars, na Singida Black Stars na Yanga tunajua ni watu ambao wana mahusiano mazuri, ni watu ambao wanafanya biashara kwa pamoja, ni watu ambao wanasaidiana vitu vingi, kwa hiyo kumpata ni rahisi zaidi. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye anatajwa ni James Akamenko kutoka Azam FC, ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatajwa pia kwenda kuchukua nafasi ya Khalid Aucho kwa upande wa wachezaji wa kimataifa ambao wanacheza Tanzania. Kwa nini James Akamenko? Kwa sababu wanaamini kwamba ni mchezaji ambaye tayari analifahamu vizuri soka la Tanzania, anaelewa changamoto za mpira wa Tanzania, kwa hiyo anajua nini ambacho anatakiwa kukifanya kwenye coast ya Young Africans. So wanaamini kwamba wakimpata pia Akamenko itakuwa ni bora zaidi. Lakini first choice kwanza kwa wachezaji wa ndani ni Kevin Nation, na second choice ambayo inawezekana ikawa ni first choice kwa mwalimu, kwa maana kwenye selection ya kikosi ni inawezekana ikawa ni kwa Akamenko, lakini
Kwa wachezaji wa kimataifa target yao kwa ya kwanza ni kwa Akaminko, lakini kwa wachezaji wa ndani target yao ya kwanza ni Kevin Nation. So kwa Akaminko pia ni mchezaji ambaye wanaweza kumpata kwa sababu kwa Azam FC, na of course ni mchezaji ambaye pia mara kadhaa amekuwa akionyesha mapenzi na Young Africans, unaweza kumpata pia kirahisi. Lakini pia kuna kiungo mmoja kutoka Kongo, jina lake bado halijawekwa wazi, lakini pia kuna kiungo mmoja kutoka Ivory Coast, ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatajwa kuja kuchukua nafasi ya Halid Aucho. Lakini pia eneo lingine ambalo atakuliboresha pia ni eneo la kiungo mshambuliaji, wanahitaji pia kuongeza kiungo mwingine, na upande wa beki wa kulia wanahitaji pia beki mwingine, na tayari wameanza mchakato wa kutafuta beki mwingine wa kulia. Lakini pia eneo la beki wa kushoto ni eneo lingine ambalo wanaweza wakalitafutia mtu, na miongoni mwa wachezaji ambao wanatajwa ni Mohamed Hussein Shabalala. Kwa hiyo tusubiri tuone nani ambaye atajiunga na Young Africans mwishoni mwa msimu, lakini hayo ni maeneo ambayo Yanga wametarget kuyafanyia maboresho makubwa.